Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, hatimaye Diamond Platnumz bwana ameonekana bungeni kwa lengo moja tu la kwenda kumsupport Baba Levo kipindi ambacho anaenda kuapishwa pale Dodoma. Kama unavyoelewa ni kwamba it's official, Diamond Platnumz bwana ameonyesha jinsi gani ambavyo anaweza kumpambania mtu mpaka kufikia level fulani, na hiki ndicho ambacho tumekiona kwa Baba Levo, kwani Diamond bwana amekuwa akijitahidi sana almost kila siku. Mara tu baada ya kuona kwamba Baba Levo anamsupport, basi Diamond naye pia amerudisha fadhila kwa kumwaminisha Baba Levo kwa jamii na watu mbalimbali kwa ujumla. Na hii imetokana na kwamba Baba Levo bwana amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakimpambaniaga Diamond katika kila kitu. Pale anapo inapotokea kwamba Diamond anasemwa vibaya, basi Baba Levo anasimama mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Sasa at the end of the day ni kwamba Diamond naye pia ameamua kulipa fadhila kwa Baba Levo kwa vile vitu ambavyo vimetokea. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba Baba Levo bwana amekuwa ni miongoni mwa watu ambao sasa hivi wamekuwa na shukurani kubwa sana kwa Diamond Platnumz. Na kama unavyoelewa, Diamond naye pia hilo swala wala alichukulia poa, kwa sababu jana tunakumbuka kwamba siku ya juzi alikuwa yuko Dubai katika show ya Davido, nadhani tuliripoti hapa Trend TV. Na baada ya hapo ni kwamba Baba Levo baada ya hapo moja kwa moja Diamond ikabidi apande ndege kurudi Tanzania kwa lengo moja tu la kwenda kushuhudia Baba Levo akiwa anaapishwa Dodoma kuwa mbunge. Na katika interview ambazo zilikuwa zinaendelea pale nje bungeni, ni kwamba moja kwa moja Diamond Platnumz alipata fursa ya kufanyiwa interview na akazungumza kuhusiana na jinsi gani ambavyo alivyokuwa proud na Baba Levo na jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe anamwamini Baba Levo kutokana na jinsi ambavyo anavyopenda kuchapa kazi na kuleta maendeleo ya tofauti katika mji wa Kigoma. Kwa kifupi ni kwamba Baba Levo bwana ameelezea kuwa Diamond bwana ameelezea kwamba yeye mwenyewe pia, maana aliulizwa swali kwamba je, alikuwa na imani kwamba Baba Levo atapita, ukizingatia kwamba kule katika jimbo la Kigoma mjini alikuwa anashindana na moja kati ya watu ambao ni wanasiasa muda mrefu, Zitto Kabwe. Na kwa mujibu wa Baba Levo mwenyewe, kwa mujibu wa Diamond Platnumz akaelezea kwamba Baba Levo yeye anamwamini kwa sababu tokea kipindi kile wakati wanaenda Kigoma kwa ajili ya kwenda kufanya show, ni kwamba kila sehemu ambayo alikuwa anapita ilikuwa inaonekana kwamba Baba Levo anapendwa sana na wananchi. Kwa hiyo alivyosikia kwamba Baba Levo anataka kwenda kugombea ubunge kule Kigoma, moja kwa moja Diamond alikuwa na imani na Baba Levo akiwa anadai kwamba lazima angepita kutokana na kwamba ni mtu ambaye anapendwa sana kule Kigoma, lakini pia akiwa na jambo lake katika swala zima la uongozi au kuwapambania watu wa Kigoma au kuwapambania wananchi, huaga Baba Levo hanaga masiara kwenye kupambania wananchi. Na hilo Diamond amejifunza kutokana na pia vile vile Baba Levo ameonyesha kwamba jinsi gani ambavyo alivyokuwa yuko serious katika swala zima la kumpambania yeye. Yani Diamond alikuwa anamaanisha kwamba kwa jinsi ambavyo Baba Levo alivyokuwa akimpambania Diamond yeye mwenyewe, imeonyesha kwamba uwezo wa kumpambania mtu anao. Kwa hivyo basi moja kwa moja hata suala la kupambania wananchi pia ni tabia ambayo Baba Levo anayo, kwani ilionekana hata kipindi ambacho alivyokuwa na nafasi ya udiwani huko Kigoma, ni kwamba alionyesha jinsi gani ambavyo alivyopambania wananchi kupata barabara, lakini pia vile vile kupata soko kwa wale wa mama. Linaitwa soko la jioni nadhani kama sikosei. Kwa hiyo Diamond Platnumz anaelezea kwamba alivyosikia Baba Levo anagombea nafasi ya ubunge kule Kigoma mjini, alikuwa na imani kutokana na kwamba alikuwa anajua kabisa kwamba wana Kigoma wanampenda Baba Levo, lakini pia anamfahamu Baba Levo kwamba ni mtu ambaye hakiamua kupambania mtu au watu uaga anasimama kidete. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba Diamond anadai kwamba alikuwa hana mashaka kabisa, alikuwa anajua kabisa moja kwa moja Baba Levo atapita Kigoma kwani watu wanampenda, na alikuwa anaelewa kabisa kwamba Zitto asingeweza kutoboa mbele ya Baba Levo, na ingekuwa jambo la busara sana kama Zitto Kabwe angeacha kabisa kugombea au kuwa mpinzani wa Baba Levo kule Kigoma. Lakini kitu kingine ambacho Diamond amekizungumza ni kwamba ameelezea kwamba Baba Levo kwa jinsi anavyokubalika Kigoma, angegombea jimbo lolote lile angepata nafasi hiyo ya ubunge. Lakini pia vile vile kikubwa zaidi ni kwamba Diamond ametoa inspiration
ameelezea kwamba kitu ambacho yeye kimemvutia au kitu ambacho kimemfanya aendelee kumsupport Baba Levo ni kwa ajili pia ya kuprove kwa vijana wengine ambao wapambanaji, haijalishi kwamba unatokea wapi, haijalishi unatokea Uswahilini, ni mtoto wa kimaskini au vipi, unaweza ukafika level za juu iwapo tu kama utafocus kupambania ndoto zako, utajiamini na kujituma. Hicho ndo kitu ambacho Diamond amekieleza kwa vijana wengine kwamba wajitume, wapambane, basi moja kwa moja unaweza kufika. Kwani hata yeye mwenyewe pia Diamond amekumbushia kwamba yeye mwenyewe pia ametoka Uswahilini Tandale, the same pia kwa upande wa Baba Levo, naye pia ametoka katika familia duni huko Kigoma, lakini sasa hivi wako pale na ni mfano wa kuigwa kwa vijana wengine. Na hapa peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, na peji zenyewe, kuna peji hapa imekuja kuripoti tokea Diamond alivyofika tu pale Kigoma. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba star wa muziki Diamond Platnumz amewasili bungeni jijini Dodoma, sio Kigoma, ni Dodoma. Star wa muziki Diamond Platnumz tayari amewasili jijini Dodoma kushuhudia uapisho wa mheshimiwa mbunge Baba Levo jimbo la Kigoma mjini, ambaye pia ni rafiki yake wa karibu. Lakini pia habari nyingine ni hii hapa, wameandika kwamba Diamond ampongeza Baba Levo na kuwasisitiza vijana kwamba wasijikatie tamaa. Mkurugenzi wa Wasafi Media na mwanamuziki Diamond Platnumz amempongeza mbunge mteule wa jimbo la Kigoma mjini official Baba Levo kwa hatua hiyo kubwa kabisa, huku akisema kwamba alichokifanya Baba Levo kinaonyesha kuwa ni kama vile kitendo cha kuwatia moyo vijana kuwa kila kitu kinawezekana, wasikate tamaa, wafanye kazi na kujiamini. Lakini pia vile hapa wakaendelea hapa kwenye peji ya Wasafi, wameandika kwamba bwana Diamond bungeni kushuhudia uapisho wa Baba Levo, mkurugenzi wa Wasafi Media na mwanamuziki, akiwa ndani ya ukumbi wa bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tayari kabisa kushuhudia uapisho wa mbunge mteule na jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando almaarufu kama Baba Levo, Novemba 11, 2025 jijini Dodoma. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.